Kwa majina naitwa Zefania Leonard. Mimi ni mkazi wa Sengerema. Mimi ni dereva wa hii gari ambayo iko pembeni yangu hapa. Kwenye upande wa hili daraja, naona litachangia kwa kiasi kikubwa, pengine kwa sisi watu wa malori itatusaidia sana. Itatusaidia kwa kiwango kikubwa kwa sababu foleni haitakuwepo kwa mimi jinsi ninavyoona. Hapo mimi nilipotoka jana saa 7 usiku. Kwa maana hiyo nimelala hapa. Mpaka sasa hivi nadhani ni saa 6 nadhani mchana. Mimi nafikaga hata saa 12 hapa asubuhi. Tunashinda mpaka jioni mpaka saa 10. Na nikitoa hata ng'ambo kule na penyewe ni hivyo hivyo. Daraja likifunguliwa litatusaidia sana, litatusaidia sana. Kwa sababu tutakuwa na point za uhakika hata kwa wateja wetu. Kwa mteja anamwambia nitafika saa 8, inakuwa ni saa 8 kweli. Mimi hapa ningekuwa nimeshafika Mwanza. Naona sana niko wa mwisho hapa. Lakini muda ambao nimesimama hapa ningekuwa nimeshafika zamani kabisa. Nimeshashughulika, nimeshateremsha hata mizigo. Lakini daraja likikamilika litatusaidia sana, magari yatapungua, yatakuwa yanatoka kwa wakati. Sasa hivi naenda trip moja, ila daraja likikamilika nitaenda na kurudi. Kama abiria tena wapo nitarudi Mwanza, kwa sababu daraja litaturahisishia sana. Nampongeza Mama Samia asusi sana, yani kwa hili daraja amelipambania lilipokuwa limeachwa hadi kufikia sasa hivi. Mimi kwa majina naitwa Alfred Fabian, kwa jina maarufu naitwa Bamdogo. Swala la sasa hivi tunakaa sana kwenye jamu hapa tukiwa tunasubiri kivuko. Lakini tunamshukuru mama ameweza kuona kilio chetu cha wana kanda ziwa. Katika kazi zetu tunapata fursa kubwa sana kutokana tutakuwa tunatumia muda mchache sana ambao muda mwingi tulikuwa tukiupoteza tukiwa kivukoni hapa. Daraja likikamilika kweli fursa itakuwepo, naweza nikapiga trip 1.5. Maana yake na uwezo wa kutoka Chato nikaja Mwanza, nikarudi Chato, nikarudi kulala Mwanza. Ambao hata pia kwangu mimi itanipa fursa nzuri ya kukutana na familia yangu. Kutokana na familia yangu iko Mwanza. Kwa hiyo inanilazimu ninapotoka huko asubuhi nije hadi Mwanza, nikitoka Mwanza nirudi Mganza. Kwa hiyo nakosa hata muda wa kukutana na familia yangu. Kwa kweli kwa kifupi nampongeza sana mama kwa juhudi anazozionyesha na kitu anachoenda kukifanya kikubwa, yani kwa Afrika, yani ni kitu kizuri sana.